ili uweze kuepukana na stress kwenye maisha, ili uweze kuepukana na kupaniki kwenye maisha yanapotokea mambo ya aina mbalimbali ya kuvunja moyo na mengine ya kukatisha tamaa. Ni lazima uweze kuelewa kwamba hakuna kitakachotosha akili isipotosha. Na hii ni kutokana na kwamba chochote kile ambacho tunakifanya kwenye maisha, kabla hatujakifanya kinaanzia katika ufahamu wetu wa akili. Kwa hiyo ukiweka ufahamu wako wa akili vizuri, itakusaidia hata namna ya kuishi katika maisha yako ya kawaida. Ukweli ni kwamba katika maisha yetu tunayoishi, sio vitu ambavyo vinaweza kututosha kwenye maisha kiasi kwamba tukakosa kuhitaji. Unaweza kutafuta chakula ukakipata, ukishakipata, ukishakitumia, bado utahitaji chakula tena. Utatafuta fedha utazipata, ukishazipata hizo pesa utahitaji fedha zingine tena. Utatafuta heshima utaipata, ukishaipata hiyo heshima utahitaji heshima nyingine tena. Hii ni kuonyesha kwamba vitu ambavyo vinapatikana hapa duniani haviwezi kututosha, ila kuna siri ya kitu kimoja ambacho kitu hicho kikifanya kwenye maisha ndicho kitakufanya wewe uweze kutosheka na uishi maisha yako ukiwa comfortable, ukiwa safi kabisa. Kitu hicho ni pale ambapo utafanikiwa kuweza kuishi sawa sawa na vile ambavyo Mungu anahitaji wewe uweze kuishi. Yani kuna namna ambavyo Mungu anahitaji wewe uweze kuishi. Na hiyo tunaikuta kwenye personal development. Yani unapokuwa na unapojitambua zaidi, yani hapo unakuwa umejitambua kuelewa kwamba unahitaji kufanya nini, yani unatakiwa kufanya nini, ni kitu gani ambacho Mungu anahitaji wewe uweze kukifanya. Kwa kawaida na kwa namna ambayo ni ya kawaida kabisa au namna rahisi ya kuelewa, ni kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Yani Mungu anahitaji wewe uweze kufanya nini kwenye maisha yako, na unapofanikiwa kujua cha kufanya na ukaamua kukifanya, pale ndipo ambapo roho yako itasikia amani. Mungu hataki tuishi tukiwa na wasiwasi wa kupata chakula. Mungu hataki tuishi tukiwa na wasiwasi wa kupata fedha. Mungu hataki tuishi tukiwa na wasiwasi wa kupata heshima, ila Mungu anahitaji tuishi siku zote tukiwa na furaha, tukiwa hatuna stress ya maisha. Na hiyo kitu inaweza kufanikiwa pale tu ambapo tutagundua kile ambacho Mungu anahitaji tukifanye kwenye maisha yetu na sisi tukaamua kukifanya. Unapofanya hivyo, ndivyo utaweza kuishi maisha ambayo hayana stress kabisa, maisha yenye amani na furaha tele kabisa.